Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani inatafakari kuwaondoa baadhi ya wanajeshi wake wa NATO na kuwapeleka Mashariki ya Kati. Utawala wa Trump unafikiria kuweka upya wanajeshi wa Marekani mbali na washirika fulani wa NATO unaoona kuwa hawafai wakati wa vita vya Iran. Shirika la habari la ABC News limeripoti Marekani inazingatia mipango ya kupunguza au kuhamisha uwepo wake wa kijeshi katika baadhi ya nchi wanachama wa NATO ambazo zilionekana kuwa za polepole au zisizo tayari kusaidia operesheni zake wakati wa mzozo wa hivi karibuni wa kijeshi na Iran. Afisa utawala wa Marekani alisema kulingana na ripoti hiyo. Afisa huyo alisema pendekezo hilo litahusisha kuhamishwa kwa vikosi vya Amerika kutoka kwa nchi zinazoonekana kuwa zisizo na msaada kwa zile zilizotoa msaada mkubwa wakati wa mzozo. Ripoti hiyo iliongeza, bado haijafahamika jinsi majadiliano ya maendeleo au ni nchi gani mahususi zinaweza kuathiriwa ikiwa mpango huo utatekelezwa. Mazingatio hayo yanafuatia ukosoaji kutoka kwa maafisa wakuu wa Marekani kuhusu vikwazo vya matumizi ya kambi za pamoja za kijeshi barani Ulaya wakati wa mzozo huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alihoji sababu za kudumisha kupelekwa kwa wanajeshi katika nchi washirika ikiwa ufikiaji wa operesheni ni mdogo. Suala la uungaji mkono wa washirika lilibuliwa pia na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, ambaye alikiri kwamba baadhi ya nchi wanachama hapo awali zilichelewa kujibu kwa kiasi fulani kutokana na hali isiyotarajiwa ya vita. Hata hivyo, alisisitiza kwamba washirika wa Ulaya hatimaye walichukua jukumu muhimu katika kuwezesha makadirio ya nishati ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alilalama wakati fulani katika kipindi cha vita kwamba hapati msaada kutoka kwa washirika wa NATO, lakini pia washirika wa NATO wengi wao walikataa kutoa ushirikiano wakati wa vita ambavyo Marekani ilikuwa ikipambana na Iran. Hispania ilikataa kutumiwa kwa kambi zake za kijeshi kwa ajili ya Marekani kuishambulia Iran, na hata ikafikia hatua katika siku za hivi karibuni kusema kwamba itafungua ubalozi huko nchini Iran. Hispania ni miongoni mwa nchi za NATO ambazo Marekani imesema haitajihusisha nayo katika masuala yoyote, ikiwa ni pamoja na masuala ya kibiashara. Kadhalika nchi kama Uingereza nayo pia ilikataa, licha ya kwamba baadhi ya kambi za Uingereza zinatajwa zilitumiwa na Marekani, lakini Italia, Ujerumani na Ufaransa zimekataa kata kutumiwa na Marekani ama kupeleka wanajeshi wake kusaidia Marekani katika vita nchini Iran. Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, alisisitiza thamani pana ya kimkakati ya NATO, akielezea muungano huo kama muhimu sio tu kwa usalama wa Europa bali pia kwa ulinzi wa Amerika. Na NATO iko kulinda Ulaya lakini pia kulinda Marekani, alisema Mark Rutte. Trump amerudia mara kwa mara kukerwa na majibu ya NATO kwa mzozo wa Iran. Katika chapisho katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social baada ya kukutana na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte mnamo siku ya Jumatano, aliandika, NATO haikuwepo tulipowahitaji na hawatakuwepo ikiwa tutawahitaji tena. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt mapema alisema Trump anaamini NATO ilijaribiwa na walishindwa wakati wa mzozo. Inasikitisha sana kwamba NATO iliwapa kisogo watu wa Marekani katika muda wa wiki 6 zilizopita, alisema, wakati ni watu wa Marekani ambao wamekuwa wakifadhili ulinzi wao. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mpango unaopangwa na Marekani wakati huu kuhamisha wanajeshi wake ambao walikuwa katika baadhi ya mataifa ya NATO kutoa msaada kwa Marekani ilipokuwa ikipambana na Iran. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.